Jambo lingine ambalo ni muhimu sana kuhusu imani iletayo uponyaji, ambalo halizungumziwagi sana, linahusu imani ya watu wengine. Elewa kitu kimoja, kama wewe ndiye unayeumwa, imani yako ni muhimu ili kupokea uponyaji sana. Lakini kwa imani yako peke yako utahangaika mara nyingi, yani struggle sana. Ila ukiwa na imani ya watu wengine itakusaidia sana. Katika hii Mathayo sura ya 15 mstari wa 21 mpaka 28 ambao tumeuangalia, unaona huyu mama Mkananayo alikuwa ameenda kwa Yesu kuomba uponyaji kwa ajili ya binti yake, na huyu mama ndiye akaambiwa imani yako ni kubwa, alafu binti yake akapona. Kwa imani ya uponyaji inategemea mtu mwingine pia. Yule mtu mwingine ambaye aliambiwa na imani kubwa alikuwa akida, naye alienda kuomba uponyaji kwa ajili ya mfanyakazi wake, na imani yake kubwa ikamfanya mfanyakazi apone. Ukiangalia katika Luka sura ya 5 mstari wa 17 na kuendelea pale, inasema wakaja watu wanamchukua kitandani mtu mwenye kupooza, wakataa kumpeleka ndani kumweka mbele yake. Yani jamaa walimchukua mtu aliyepooza kumpeleka kwa Yesu. Walijua kuna mahali, kuna nyumba au sinagogi Yesu yupo anafundisha, watu wamejaa, kwa wakamchukua ndugu yao wampeleke pale ili apate kupona. Na utaona katika hiyo Luka, Biblia inasema Yesu alipoiona imani yao alimwambia, rafiki, umesamehewa dhambi zako. Kwa hiyo Yesu aliona imani yao, maana yake ni imani ya wale rafiki waliomchukua ndugu kumpeleka kwa Yesu. Wale walikuwa na imani yao ndio ilifanya huyu mtu apone. Yakobo sura ya 5 inasema mtu wa kwenu amekuwa hawezi, na waite wazee wa kanisa nao muombe na kumpaka mafuta kwa jina la Bwana. Na kuomba kwa imani kutamuokoa mgonjwa yule, na Bwana atamuinua. Hata ikiwa amefanya dhambi atasamehewa. Kuomba kwa imani kutamuokoa mgonjwa yule. Elewa, inasema mtu wa kwenu hawezi, aite wazee. Alafu wazee wakija watamuombea na kumpaka mafuta kwa jina la Bwana. Kwa hiyo wanaomba ni wazee. Kuomba kwa imani kutamuokoa mgonjwa yule ni imani ya wazee walioitwa ili waombe. Kupona kwako kunahitaji imani yako, lakini pia kunahitaji imani ya watu wengine. Ndio maana inafaa uwe na watu wengine ambao wanaweza wakaomba pamoja nawe au wakaomba kwa niaba yako ili kupokea uponyaji.